Good morning. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika makala yetu ya asubuhi ya leo. Leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 5, mambo yameweza kuharibika na yamechemka sana mtazamaji wangu ndani ya taifa letu la Kenya. Sijui hizi ni habari mbaya au ni habari nzuri, lakini mtazamaji wangu ni kwamba Rais William Samoei Ruto hatimaye ameweza kujipata katika njia panda. Hii ni baada ya kuweza kutangazwa na mahakama kwamba Rigathi Gachagua aliweza kuondolewa madarakani katika njia ambayo isiyoweza kufaa, na hivyo basi mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua ndiye ambaye kwa sasa anatambulika au ndiye ambaye bado anashikilia kiti cha unaibu wa rais cha taifa la Kenya. Mtazamaji wangu, mambo yameweza kuchemka, manake aliyeweza kutangaza au habari hizi ziliweza kutolewa siku ya leo, ambapo mtazamaji wangu, mahakama ndiyo ambayo imeweza kutoa hii ambayo mtazamaji wangu ni udhibitisho wa kuweza kuonyesha kwamba Oktoba tarehe 18 mwaka 2024, ambapo ni mwaka ulioweza kupita, huyu ambaye ni Justice Mwilu ambaye aliweza kuteua ile ambayo ni kamati ya kuweza kusikiliza kesi yake Rigathi Gachagua, basi siye ambaye alikuwa anafaa kuweza kusikiliza kesi hiyo. Kesi hiyo ilikuwa inafaa kuweza kusikilizwa na huyu ambaye mtazamaji wangu ni jaji mkuu wa taifa la Kenya ambaye ni Martha Koome, lakini Martha Koome aliweza kujieka kando kidogo. Na sasa tunavyozungumza ni kwamba mtazamaji wangu, hali ya wasiwasi shaweza kuonekana ndani ya taifa letu la Kenya, na Rais William Samoei Ruto hana la kuzungumza, because sasa hivi Rigathi Gachagua ndiye ambaye ni naibu wa rais wa taifa la Kenya. Hii ni kulingana mtazamaji wangu na hii ambayo ni appellate court. Kabla sijaweza kuendelea mtazamaji wangu, iwapo ni mara ya kwanza kuweza kujiunga nasi, tafadhali like video hii. Cha pili, bonyeza alama nyekundu ile ilikuwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja popote pale ulipo, tafadhali jiunge nasi kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu ile ilikuwa subscribe iliyoko chini ya video hii, kabla tujaweza kuendelea na makala yetu ya asubuhi ya leo. Asante sana kuweza kujiunga nasi. Karibu ili kwamba tuweze kusonga sote mbele kwa pamoja. Karibu ili kwamba niweze kuendelea kukufahamisha yale ambayo yanazidi kutendeka na kuendelea ndani ya taifa letu la Kenya. So, according to the court, Rigathi Gachagua should legally hold the office of the deputy president. Now, as we are talking, is that Kenya now has two deputy president, and both of them, they are from Mlima Kenya. Who and who? Rigathi Gachagua and Kithure Kindiki. Mtazamaji wangu, unajua wakati ambapo Rigathi Gachagua alikuwa anataka kutolewa madarakani, I was so shocked because what happened. Mimi kusema kweli, tokea niweze kuzaliwa sijawahi weza kuona wabunge wetu wanapigania kitu hivyo kama vile ambavyo walikuwa wakiweza kupigania wabunge na pia maseneta, because waliweza kukaa ndani ya bunge hadi saa 6 ya usiku. Mtazamaji wangu, wa Kenya huku wakiwa macho kuweza kuangalia jinsi na ambavyo Rigathi Gachagua alikuwa akiweza kusulubiwa. Yani Rigathi Gachagua alipokuwa akiweza kuzidi kuondolewa katika nafasi ambayo alikuwa akiweza kuishikilia. Lakini huyu ambaye ni Philomena Mwilu, imesemekana kwamba appellate court imeweza kurule na kusema kwamba DCJ, Deputy Chief Justice Philomena Mwilu had no power to impel judiciary bench to hear petition challenging Gachagua impeachment as DP. Says only Chief Justice can do so. So mtazamaji wangu, hii ni ishara tosha na kuonyesha kwamba sasa hivi Rais William Samoei Ruto ameweza kupanic. Sasa hivi mala ambapo yuko na wasiwasi kubwa sana mtazamaji wangu, manake hii ni ushindi mkubwa sana kwa Rigathi Gachagua, because Rigathi Gachagua itaweza kubidi aweze kurejeshewa walinzi wake, itaweza kubidi mshahara wake wote ambao amekuwa akiweza kukosa kupata kwa hizo miezi zote ambazo zimeweza kupita, miezi 9, aweze kupewa. Na jambo lingine ni kwamba rais apende asipende, lazima Rigathi Gachagua aweze kurejea katika nafasi ambayo alikuwa ameweza kushikilia. Now, my question remains here to be, if we already have Kithure Kindiki as the deputy president, and na wameweza kusema kwamba mtazamaji wangu kwamba Rigiji au Rigathi Gachagua ndiye ambaye anafaa kuweza kushikilia nafasi hii, basi
Who among these two people is supposed to move out? Au wote wanafaa kuweza kuwa manaibu wa rais wa taifa la Kenya? Ndilo swali ambalo mtazamaji wangu nazidi kujiuliza, because tarehe 18 mtazamaji wangu mwaka 2024 ambao uliweza kupita ilikuwa ni Oktoba, Justice Philomena Mwilu aliweza kuwataja majaji ambao waliweza kupreside hiyo kesi ya Rigathi Gachagua. Na wa kwanza ilikuwa ni Eric Ogolla, wa pili ilikuwa ni Andon Murima, wa tatu ilikuwa ni Frida Mugambi. Waliweza kuchaguliwa ili kwamba kuweza kusikiliza kesi ambayo ilikuwa inamhusisha Rigathi Gachagua, na hivyo basi baadaye bwana Kithure Kindiki akaweza kuja kuapishwa na kupewa nafasi ambayo ilikuwa ya Rigathi Gachagua. So mtazamaji wangu hapa, unajua sasa hivi katika taifa letu la Kenya, mtazamaji wangu, kama hujajua sasa inafaa uweze kujua hiki, ni kwamba sasa hivi mambo yameweza kuchemka, na kinachozidi kuendelea hatufai kuambiwa. Ni kampeni za mwaka 2027 na sasa hivi mambo yameweza kuchemka. Tunaona hadi watu ambao hawakuwa, yani watu ambao mtazamaji wangu hata hatukuweza kutarajia kwamba wataweza kusimama kiti cha urais, washaanza kampeni, washaweza kuanza kutembea katika barabara. Nikiweza kuanza na huyu kijana ambaye ni mbunge wa Mumias, anafahamika kama Peter Salasya. Nataka tumzungumzie kidogo. Peter Salasya aliweza kutuonyesha siku fulani kwamba mshahara wake unakatwa sana, na akaweza kutuwekea payslip. I'm sure you saw this. Akasema, nikiweza kumnukuu, kwamba mshahara wake ukikatwa kila kitu, zile madeni zote, kwa sababu ni kama alichukua loan. So ukikatwa kila kitu, yeye upata 18,000 per month. Swali likiwa limebaki ni moja, Peter Salasya anapata 18,000 per month. Ameweza vipi kuweza kufaulu kuweza kufanya hii, na ambayo ni mikutano ambayo amekuwa akiweza kuifanya? Because as we are talking now, ameweza kutembea county karibu tano in 1 month. Ameweza kukua upande wa Bungoma, ameweza kwenda upande wa Trans Nzoia Kitale, ameweza kwenda upande wa Nakuru, ameweza kwenda upande wa Mombasa, na ameweza kwenda upande wa Kwale. Swali likiwa limeweza kusalia moja, huyu jamaa anatoa wapi pesa? Or who is he behind his campaigns? Who is he that is sponsoring Peter Salasya? Ndilo swali ambalo wengi wanazidi kujiuliza, lakini majibu wameweza kukosa kuipata, because as we are talking, mtazamaji wangu, taifa letu completely, siku baada ya siku, tunasikiliza kitu kipya. Last week matukio karibu 6-10 yametendeka. Najua najiuliza matukio gani. Tuliweza kuona kwamba mbunge ambaye ameweza kulazwa siku ya jana, ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, Charles Were Ong'ondo, aliweza kupigwa risasi na kuweza kuiaga dunia akiwa katikati ya mji wa Nairobi. Pia tukaweza kuona Rais William Samoei Ruto akaweza kutupiwa kiato. Mtazamaji wangu, tukiwa tunazidi kuongelea hili na hili, tukaona Rigathi Gachagua akaitisha mkutano wake kule wa Munyoro. Watu wakaweza kuenda wakajaa vibaya sana. Kidogo tukaweza kuona Matiang'i pia akaweza kujaza Gusii Stadium yote, homecoming. Kidogo mtazamaji wangu, tukaweza kuona pia huyu ambaye ni anafahamika kama ni senator wa Nairobi, Edwin Sifuna, akaweza kusema kwamba he doesn't recognize anything called broad-based government. Na siku ya jana pia akaweza kusema kwamba siku zijazo, ambapo ni mwaka 2027, ODM will be in the race. There's some question that we as a Kenyans, we need to ask ourselves. There's some question that we as Kenyans, we need to sit down na tuweze kujiuliza, ni kwa nini, ni vipi, au ni aje? Msamaji wangu, leo sitaki niweze kuzungumza sana, lakini ni mengi mazito sana ambayo yanazidi kutendeka, ambayo ni ya kuwafunga wa Kenya macho. Anyway, what do you think?
about this? Tupe maoni yako kwenye comment section, na pia tena usiweze kusahau kuweza kujiunga nasi kwa kuweza subscribe. Tafadhali subscribe.